Central, Nairobi. Tuangazie taarifa iliyozua gumzo nchini. Kukamatwa kwa washukiwa 26 mwishoni mwa juma kwa madai ya kutoa stakabadhi muhimu za serikali kwa njia ya ulaghai na kufikishwa katika mahakama ya Kahawa kumefufua hofu ya awali kwamba raia wa kigeni wanaweza jiandikisha kama wapiga kura kwa urahisi na kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kukamatwa kwa washukiwa hao ambao ni pamoja na wakurugenzi wakuu katika Wizara ya Uhamiaji na machifu wanaodaiwa kuuza vitambulisho kwa wageni kunajiri miezi michache baada ya Rais William Ruto kukomesha mchakato wa lazima wa kuhakiki jamii zinazoishi kaskazini mwa nchi. Na kama mwanahabari wetu Chris Dairu anavyoripoti, muungano wa upinzani tayari ulikuwa umepuliza kipenga kwamba utawala wa Kenya Kwanza ulikuwa unapanga kutumia agizo la rais kutoa vitambulisho kwa raia wa kigeni. Some are very junior immigration officers. Washukiwa waliokamatwa miongoni mwao ni maafisa wa ofisi ya kitaifa ya usajili, makarani kutoka idara ya uhamiaji, machifu wasaidizi, wafanyabiashara na madalali wa kujitegemea waliokamatwa katika maeneo tofauti ya Kamukunji na Eastleigh hapa jijini Nairobi. Hii ni baada ya maafisa wa idara ya DCI kuibua mfumo uliopangwa ambapo nyaraka za serikali zilikuwa zikitolewa kwa njia udanganyifu. Washukiwa hao wanahusishwa na utoaji wa vitambulisho vya kitaifa, vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya kusafiri. Kwa mujibu wa DCI, washukiwa hao wamekuwa wakiendesha mtandao huo kwa miezi kadhaa sasa. Hakimu Gideon Kiagi wa mahakama ya Kahawa anatarajiwa kutoa uamuzi wa iwapo wataachiliwa kwa dhamana au la siku ya Alhamisi. Mnamo mwezi Februari mwaka huu, Rais William Ruto alitia saini tangazo la rais ambalo lilimaliza rasmi mchakato wa lazima ambao umekuwa kwa muda ili kuhakikisha kuwa wanaomba vitambulisho vya kitaifa katika kaunti za kaskazini na kwenye maeneo ya mipakani ni wa Kenya halisi. Ile ubaguzi ambayo imeendelea Kenya hii kwa miaka 60, ati mtoto wa Mandera, ati mtoto wa Wajir ama Garissa ama Tana River, ati akienda kutafuta kitambulisho anaulizwa maswali kuzidi ile wamama wanaulizwa huko kwa maternity. Hiyo maneno tumesema itakoma. Ingawa serikali ilishikilia kwamba ukaguzi huo unabagua Wakenya halisi kupata stakabadhi na huduma za serikali, wanaopinga kusitishwa kwa ukaguzi huo wanahisi kwamba agizo hilo linafungua mianya kwa raia wa kigeni kupata vitambulisho na vyeti vya usafiri. Na ndio leo nimesema kama kuna maswali itaulizwa, ile maswali inaulizwa iulizwe watoto wote wa Kenya. Sio ya kwamba watoto wa Northern Kenya waulizwe maswali na wale wengine hawaulizi maswali. Hawa watu watapata pasipoti zetu, waende kula Amerika, waende wakalipue manyumba huko. Watasema wa Kenya wanalipua manyumba huko. Mtapewa visa ya kwenda Amerika. These things ziko na serious security implications. Sio kitu ya kufanya kiolaola namna hii. Upinzani ulikuwa tayari umeibua wasiwasi kuhusu mipango ya serikali ya kuingilia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027 hata kabla ya siku ya kupiga kura, kwa kuwapa wageni kadi za utambulisho na baadaye kuwasajili kama wapiga kura. Wanafikiria wanaweza kuandikisha kura hapa na pale, kuwapatia watu IDs. I want to assure you, hata wakipatia watu IDs, hao ambao wamepatiwa ndio watawafukuza kwanza. Kwa mujibu wa maafisa wa Wizara ya Uhamiaji na ambao hawakutaka kutambulika tangu kufutwa kwa uhakiki huo, ambapo kulikuwa na kamati ya uhakiki iliyojumuisha wazee na machifu kabla ya mtu kupewa kitambulisho, kumeibuka matapeli wanaotumia mwanya huo kutoa vitambulisho na vyeti vya kusafiri kwa raia wa kigeni. Hii itawawezesha kujiandikisha kama wapiga kura kwa urahisi na kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Chris Dairu, KTN, Nairobi. Tukiachana masuala hayo usalama wa kitaifa, tuangazie elimu. Mabadiliko makubwa yanatarajiwa kwenye matokeo ya